Kipande cha unabii cha kusisimua, fumbo linalopatikana katika Yohana sura ya 21. Katika Yohana sura ya 21, Yesu anazungumza na Petro na anasema, lisha wanakondoo wangu, lisha kondoo wangu na lisha kondoo wangu. Siri hiyo ni nini? Hilo linahusu nini? Naam, kama umekuwa ukifuatilia hapa katika huduma hii tangu tulipoanza katika miezi michache iliyopita, au kama umetoka katika huduma kubwa zaidi tuliyoianzisha miaka 8 iliyopita, unajua kila kitu hutokea kwa watatu: Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Mnyama, nabii wa uongo, Shetani. Kuna chapisho la awali, la katikati, Injili za sinoptiki za Luka, Marko, Mathayo na kuendelea na kuendelea. Hii si tofauti. Fumbo hili linahusu makundi matatu ya watu, kama vile kabla, katikati na baada. Unaona, kila mtu aliye ndani ya Kristo, aliyejazwa Roho, kama Warumi 8 inavyotuambia, wao ni warithi pamoja na Kristo. Na Kristo ni nini? Kristo anaitwa mwanakondoo wa Mungu. Kila mtu aliye ndani ya Kristo akiwa amejazwa Roho ni mwanakondoo, na wao ndio wanaoenda kabla ya Ukristo. Lakini vipi kuhusu kondoo waamini? Naam, kondoo wa kwanza, utakumbuka katika Mathayo sura ya 15, Yesu anasema, sikuja ila kwa ajili ya kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na ni nani aliye nyumba ya Israeli iliyopotea, au kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli? Zinapatikana katika Warumi sura ya 11. Unaona, matawi yaliyokatwa kutoka kwenye mzeituni wa asili na matawi ya mwituni yaliyopandikizwa yalikuwa ni mataifa. Kwa hivyo kondoo wanaozungumziwa wa kwanza ni nyumba ya Israeli na mataifa waliopandikizwa ndani yao. Lakini vipi kuhusu kondoo akili? Kundi la misha, kundi la tatu. Naam, pia kuna nyumba ya Yuda, na tunasoma katika Yohana sura ya 10, Yesu anasema, na kondoo wengine ni nao ambao si wa zizi hili, hao nao lazima niwalete, na kutakuwa na zizi moja na mchungaji mmoja mwishoni. Ninaomba hili likambariki. Hii ni picha ya kabla, katikati na baada. Wale walio ndani ya Kristo, waliojazwa Roho, kabila la kati, nyumba ya Israeli, mataifa waliopandikizwa, na hatimaye nyumba ya Yuda baada ya kabila. Mungu akubariki. Kwa heri kwa sasa.